الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول الإسلام بارك tunaendelea ahkamu siyam katika kitabu Bulugh al-Maram. Leo tunasoma hadithi عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. حديثه من بقية بخاري ومسلم ni hadith kabisa sahih. Mtume anasema yeyote amesahau hali yeye amefunga kisha amekula na kunywa, Mtume anasema aendelee kufunga huyo mtu, somo yake manake ni sahihi. Hii amekula na amekunywa ni riziki kamletea Mungu ambaye bila yeye kuchagua. Yaani mtu yeyote amesahau, na hii inatokea kama Islamu iko mwanzo kwanza Ramadhani, ya pili, ya tatu, watu bado hajazoea somo. Mtu anaweza kunywa maji, hata mimi nimetokea siku moja unakunywa maji. Sasa Mtume anasema yeyote amekula na amekunywa mchana Ramadhani hali yeye amefunga ni amesahau, sio maksudi, somo yake ni sahihi, aendelee, na hii riziki kamletea Mungu Subhanahu wa Ta'ala bila yeye kuchagua. Sasa hii hadithi ni sahihi kabisa. Na walhakim, al-Hakim amezidisha riwaya nyingine. Mtume anasema aftara fi Ramadhan nasiyan fala qadaa alayhi wala kafarata, wa huwa hadithun sahih. Al-Hakim amezidisha riwaya nyingine, Mtume akasema yoyote amefuturu katika mchana Ramadhani hali yeye amesahau, hana deni ya kulipa na hana kafara. Kafara maana kusudia mtu, baadhi ya ulama wanasema kama mtu amekula kwa Ramadhani maksudi na yeye hana udhuru yoyote, atalipa zikule na atablisha maskini, atalipa kafara. Sasa hii hadithi ni sahihi kabisa. Hapa inakuja masala ambayo nataka tuongee. Mtu amekula, amekunywa, ulama wote wamekubaliana kwa hadithi Mtume sallallahu hali amesahau, somo yake sahihi, aendelee kufunga na halipi kafara. Lakini swali linakuja, je, huenda mtu anaweza kulala na mke wake mchana Ramadhani hali yeye ameghafilika na yeye ameghafilika? Ulama masala mustalafiana sana katika masala hii. Mwingine anasema sawa, binadamu wao wanaweza kughafilika madamu amesahau amefanya tendo ndoa mchana Ramadhani. Mwanamke ghafilika, yeye ghafilika, amesahau, ni hukumu yao hukumu mtu kama amekula na amekunywa mchana wa Ramadhani. Wengine wamekataa, sema haiwezekani kabisa. Hii kula kunywa unahusika wewe, lakini hii vitendo yuko baina watu wawili. Kama huyu mghafilika, ingine ni atamshtua, haiwezekani. Lakini wako walama wanasema madamu amesahau yote somo yao ni sahihi na hawalipi kafara wala hawalipi siku ile. Wengine nasema hapana, wanalipa siku ile lakini kafara hawana. Sasa hao wanasema hawana, somo yao ni sahihi, wanatumia hadithi ya sallam. Mtu anasema yote amekula na amekunywa mchana Ramadhani, somo yake sahihi, hali yeye amesahau, aendelee kufunga wala asipe. Na anasema katika kuharibu somo ni jimaa. نتمي آية وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. الله haku yani hakulaumu wala hakuadhibu kitu ambaye wewe umefanya ambaye wewe hujakusudia, umesahau. Natumia aya rabbana la tuakhidna in nasina au akhtana, Mungu tusamehe wakati sisi tumesahau kitu na tumeghafilika, tumefanya hatujui. Sasa kusahau kwanza. Ya pili, mtu hajui hukumu ni haram hii kitu, au mtu umelazimishwa, mtu kachukua bunduki kumwambia kula, wote ni hukumu moja. Mtu kama amekulazimisha kwa nguvu, una jinsi, una dhambi. Ndiko hujui kabisa, hujui kama mtu amesilimu muslim, hajui kama mchana Ramadhani ni bwana mke wako ni haram, hajui kabisa.
huyu Mungu atamsamehe, maana hukumu yake ni hukumu mtu ambaye amesahau ni katika hukumu. Ama wengine wanasema hapana, hawa watu lazima alipe siku ile na alipe kafara. Kafara yake maana yake kufanya tendo ndoa mke wako mchana Ramadhani ni kuacha uhuru mtumwa, kama huna ufunge mwezi 2 mfululizo, 3 au mlishe maskini 60. Kama amekuja katika mtu kumwambia mke wake wewe kama mama. Sio kuna ulama wamختلفiana kabisa masala hii, lakini an-nisyan ulama wanasema yuko aina mbili. Sawa, nisyan ikhtiyari ambayo ni mtu kafanya kusahau, ambaye kafanya kwa hiari, na yuko nisyan ijibari, kusahau umelazimisha. Kwa kama watu wengine, watu wazima kidogo, au yani mgongo mwingine inapotea, kwa watu kama hivi, na mgonjwa anaitwa dementia anayo, umefunga umesahau kunywa maji, na huyo hukumu yake vipi? Inaingia katika ile ambayo amesahau, lakini kwa sharti sio mpaka anamaliza anakula chakula msosi mzuri alafu yani kumbukumbu yake inapotea, lakini inarudi hapa hapa. Ni sio kila mara huyo atafunga, na kama kumbukumbu yake kila mara inapotea, huyo sawa hawezi kufunga. Ana sharti funga, maana yake ni una akili na una kumbukumbu, uko bali uko Muislamu na una uwezo kufunga. Sasa hii mimi nakubali kabisa, nakubali. Ulama wanasema kama mtu mwanamke mwanaume amefanya tendo ndoa kwa hali na Mungu shahidi wao na hapa wameghafilika, wamejisahau, somo yao ni sahihi. Kivipi? Usikana watu mchana Ramadhani melala kwa usingizi, unafikiri usiku umesahau. Wengine wanaanza katika usingizi wa binadamu wote, tunaanza usingizi hujui uko sehemu gani. Wengine wanalala mchana unafikiri kama adhan asr, unafikiri fajr. Hii mara nyingine unachanganyika katika hali hii. Mtu kama alikuwa amesahau kabisa na shahidi Mungu na wana hapa, wallahi sisi tumeghafilika kabisa. Inaingia katika aya Rabbana la tuakhidna in nasina, Mungu tusamehe kama sisi tumesahau na tumeghafilika. Na Mungu katika hadithi qudsi fa'altu, nimefanya hivi. Kauli hii kwangu rajih, lakini ulama wengine wanaona lazima na wengine ambao inakuja hadithi hapa baada muda sio mrefu, hoja yao kubwa wanasema ambao wanasema madao wamesahau somo yao ni sahihi. Huyu amekuja hadithi baada muda sio mrefu, mtu kaja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume, mimi nimeangamia nini, nimekutana na mke wangu mchana Ramadhani. Sasa Mtume hajauliza wewe ulikuwa umeghafilika, mke wako umemlazimisha au umefanya kwa maksudi. Mtume hajauliza. Na tumia qaida fiqhiyya, wanasema qaida hii Mtume sallallahu alayhi wasallam kama ameacha tarka al-istifsali fi maqam al-ijmali yunzal manzilat al-umum fi al-maqal. Mtume sallallahu alayhi wasallam hapa anazungumzia wewe mfanya ndoa mke wako alikuwa ametahara tahara baada al-fajr, wewe kwa umeghafilika. Mtume hajauliza. Maana Mtume hajauliza, na Mtume yuko sehemu anaweza kumuuliza, kumhoji. Hajamhoji maana yake nini? Maana yake ni hata mtu anaweza kughafilika mambo hii. Kauli hii na naye ni sahihi, lakini msana khilaf kwa masabi ya ulama rahmatullah alayhi. Maana Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam man dara'ahu al-qay'u fala qada' alayhi wa man istaqa'a fa alayhi al-qada'u. رواه الخمسة نسمى ابن حجر. الحديث صحيح kabisa. Abu Hurairah anasema yoyote alishinda kuzuia kutapika, yani matabishi mwenyewe imekuja, umeshinda kuzuia, imekuja mwenyewe, Mtume anasema somo yake ni sahihi, ni halipi. Lakini yoyote yeye amefanya sababu ya kutapika mwenyewe, angaliza miswaki mpaka ndani anajua anatapika, na huyu ambaye ametapika kwa maksudi yeye kafanya somo hana. Na yeyote ambaye ameshinda kuzuia matabishi yake imemtokea, somo yake sahihi. Hii hadithi رواه الخمسة نسمى ابن حجر وعله أحمد سمى حديث العلة.
قواه الدارقطني أنسمى حديثا قوي. الإمام البخاري الحديث أنسمى ضعيف، ابن أبي داود أنسمى ضعيف، ابن حزم أنسمى ضعيف. الإمام البيهقي أنسمى حديثه موقوف على أبي هريرة. لكن الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني أنسمى أمن يقول الإمام ابن المنذري katika ulama wote ijmaa matabishi kama umeshinda kujuzuia mwenyewe umekuja umetapika bila hiari yako, somo yako ni sahihi. Kama wewe umefanya maksudi, somo yako huna. Hii hadithi anasema ulama wote wamekubaliana ijmaa. Sasa hadithi ni sahihi kabisa, pamoja na ulama wengine wamebainisha illa, lakini sahihi. Yuko hadithi anasema as-sawmu mimma dakhala wa laysa mimma kharaja. Somo ni kitu mingia umekula, sio kitu ambayo wewe umetoa au umetapika. Hii hadithi sio sahihi, ni dhaifu kabisa. Mzunguni Waislamu, hii ni mtu kama ametapika au mtu unajua wewe kitu fulani unaangalia kwa somo inakusababisha mpaka utapike, na unaangalia maksudi, yeye afanye maksudi, somo yako imeharibu, utajizuia, lakini utalipa siku ya pili. Kama wewe utabishi mwenyewe imetokea mwenyewe, somo yako ni sahihi wala haina shida. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل لهم إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. حديثي tumengia mada nyingine ambayo katika safari. Nasema Jabir radhiallahu anhuma, na babake Mungu amradhie, mtume siku moja ametoka Aam al-Fath, siku ya Allah subhanahu wa ta'ala anaingiza anarudisha Maka kwa mkono wa Waislamu. Aam al-Fath ilikuwa Ramadhani, na ilikuwa mwaka ya 10 tarehe 8 hijra, يوم العاشر سنة 8 tarehe 10 Ramadhani baada mwaka wa 8 hijria. Ilikuwa mtume ametoka sallallahu alaihi wasallam, watu wamefunga. Mfika sehemu inaitwa Qura' al-Ghamim. Qura' al-Ghamim sehemu baina Maka, ilikuwa njia Maka na Madina, uko kilomita 80 kwa Maka na mbali yuko Madina ya 370. Yaani mtume akatoka sallallahu alaihi wasallam Madina katika Aam Fath Makkah kwa Ramadhani na watu wamefunga. Mtume sallallahu alaihi wasallam bado kufika Makkah kilomita 80 watu wamefunga, jeshi lote wamefunga. Mtu kaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kamwambia watu wengine wameathirika na somo maathiri wako hoi. Mtume sallallahu alaihi wasallam bado kilomita 80 kufika Makkah kamita glasi ya maji amekunywa mbele ya watu ili watu waone. Kisha mtu kaambia baada watu wengine wanaendelea hawajafungua, Mtume kasema hao wameasi, hao wameniasi, hao wameniasi. Na riwaya nyingine Mtume watu wamwambia somo, watu wanasikia ukali, somo na safari, wengine wamechoka, jua kali, nasikia kiu, wanaangalia amri yako wewe ufanyeje? Basi Mtume asema kumita maji, glasi ya maji, anywa mbele ya watu hivi kafa. Mtume yeye hajasikia tabu, lakini watu wanamigi yeye, wanamfuata yeye, ni kiongozi wao na kiongozi wa umma. Kaanza yeye kufungua na watu wengine wamefungua. Ilikuwa baada ya asr, Sasa hii maana yake watu wameendelea kufunga kamita ulaika al-usatu ulaika al-usah. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sallam. Tuendelee kukamilisha mambo ya safari, mtu afunge au asifunge. Allahu a'lam.